njia nyingi za kupata elimu. Ukisikiza Iqra kuanzia asubuhi mpaka jioni, utamsikia Abu Muhammad hapo, utasikia mashekhi wengine hapo, utajifunza mengi. Kuna kipindi cha dini ya haki, watakuchambulia Biblia na mengine utajifunza. Fanya bidii ujifunze. Halafu Uislamu ni tabia. Kuna wengine wakishasilimu, nakumbuka kijana mmoja ambaye nilihusika na yeye baada ya kusilimu, namuuliza habari ya babako, ananiambia achana na hao makafiri. Anaanza kuwa na kiburi kwa watu. Kwa Kiarabu tunasema silatul rahma, dhul arham, ni watu ambao tuna uhusiano wa kidamu na wao. Waonyeshe sasa wema wa Uislamu. Do good to them. Let them see the Islam in you. Kwa hivyo watendee wema. Wasikupeleke katika ulikotoka, lakini waonyeshe wema. Labda huo wema ambao unatoka yako mwingine kusilimu. Kwa hivyo tafadhali msikate kizazi kwa sababu umesilimu. Katika Qur'ani tunaambiwa miongoni mwa maswali ambayo tutaulizwa siku ya kiyama ni kizazi. Usikate kizazi. Asma binti nilitarajia hayakupatikana. Ufanye subra na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubariki. Karibuni katika Uislamu, na tunatoa hongera kwa Mwenyezi Mungu amewatoa kwenye giza akawaleta kwenye nuru. Na wallahi mtu si Muislamu kwa sababu ya rangi yake, au kwa sababu ya pesa zake, au kwa sababu ya nasaba yake. Someni katika historia ya Uislamu, miongoni Kiyama, sura kwa inaitwa Tabbat yada Abi Lahab wa tab, amenaniwa mpaka siku ya Kiyama ni mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Mtume hakuweza sallallahu alaihi wasallam kuongoza hao, na Mwenyezi Mungu akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutaongoza unayemtaka, anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ndugu yangu, dada yangu, binti yangu ambao umeingia katika Uislamu, wallahi Mwenyezi Mungu anakupenda. Wallahi Mwenyezi Mungu anakupenda. Amekutoa kutoka kwenye giza akakuleta kwenye nuru. Na wewe pia uwe ni sababu ya wengine kuingia katika dini. Na sababu kubwa ya kuwavutia watu wengine sio maneno ya mdomo, tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasilimisha watu wengi sana.
na sio kwa sababu ya kuwaita tabia, mwenendo wake ulivyokuwa. Kwa hivyo mimi na wewe tutawavutia wengine kwa tabia. Wacha watu waone sasa, tangu Njeri asilimu sasa, alikuwa anaitwa Elizabeth Njeri, sasa anaitwa Aisha Njeri. I'm sure kuna mtu hapa anaitwa hiyo. Tunaona tabia imebadilika, amekuwa mzuri zaidi, hadanganyi, ameachana na ile kitu ambao mama wanapenda inaitwa juko. Unajua juko ni nini? Kamshene, mnakajua? Ameachana